Na mtazamaji wa Anuari TV, karibu tena ndani ya kipindi cha The Golden Boot, na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia mchezo wa raundi ya 27 kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Mbeya City Football Club wakiwa wenyeji katika uwanja wa Sokoine huko jijini Mbeya watawaalika wekundu wa Msimbazi Simba kwa maana ya Simba Sport Club katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa siku ya kesho majira ya saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunakwenda kuangazia mchezo huu katika upande wa kiufundi. Ni miongoni mwa michezo migumu kwa timu zote mbili, kwa maana ya Mbeya City ambao wao ni wenyeji, lakini pia kwa Simba ambao wanaingia kwenye huu mchezo wakiwa kama wageni kwa siku hiyo ya kesho. Tukianza na klabu ya Mbeya City, kwa maana wao ndio wenyeji wa huu mchezo chini ya mwalimu wao kwa maana ya Salum Mayanga. Ni timu ambayo imekuwa ina ubora mkubwa kwa siku za hivi karibuni, licha ya kwamba katika upande wa kimsimamo hawapo katika sehemu nzuri. Katika mchezo wa mwisho Mbeya City aliibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Mtibwa Sugar, mchezo ambao ulipigwa katika uwanja huo huo wa Sokoine jijini Mbeya. Kwa hiyo Mbeya City anaingia katika huu mchezo akiwa na faida nzuri ya mchezo wa mwisho kuibuka na ushindi wa goli 1-0 akiwa katika uwanja wake wa nyumbani, kwa maana uwanja wa Sokoine wa hapo jijini Mbeya. Na kujaribu kuangalia Salum Mayanga ni kama vile amekuja na gia mpya kwa siku za hivi karibuni, na mashabiki wengi wa Mbeya City wamekuwa wana imani kwamba timu yao eneo lilipo sio eneo lao ambalo wanastahili, kutokana na the way ambavyo Mbeya City wamekuwa wana ubora mkubwa, na Mbeya City wamekuwa wana kiwango ambacho hakina mwendelezo mzuri, licha ya kwamba katika mechi ya mwisho walipata matokeo, na hii inaweza kuwa ni chachu ama sababu ambayo inawapa wao kujiamini kuelekea katika mchezo dhidi ya Simba, mchezo ambao hakika ni wa umuhimu kwa timu zote mbili. Na Mbeya City ni miongoni mwa timu ambazo zina wachezaji wazuri, kuanzia kwenye eneo la goalkeeping. Wana goalkeeper Sudi Dondora ni miongoni mwa walinda milango bora, wamekuwa wana kiwango bora, amekuwa anaisave team mara kadhaa kutokana na ubora wake ambao amekuwa nao. Lakini katika upande wa walinzi wana baraka mara nyingi. Mlinzi wa pembeni huyu ni miongoni mwa fullbacks ambao wana uwezo mzuri wa kuoverlap pale ambako timu ikiwa inamhitaji kwenda kushambulia, lakini pia timu ikiwa haina mpira amekuwa sio abiria kiwanjani, amekuwa anafanya numerical advantage, kitu ambacho mwalimu Salum Mayanga kimekuwa kinampa faida pale ambako timu ikiwa haina mpira. The same pia kwa Yahya Mbegu. Huyu ni mlinzi ambaye tunafahamu the way ambavyo amekuwa anacheza, kwa maana ni mlinzi wa kushoto, ana uwezo mzuri wa kushambulia, ana uwezo mzuri wa kukaba, lakini pia ni walinzi wazuri ambao wana uwezo wa kupiga zile cross ambazo zitakuwa katika vichwa vya washambuliaji wa klabu ya Mbeya City wakiongozwa na Abiud Ambokile ambaye amekuwa na kiwango bora kwa msimu huu akiwa na klabu ya Mbeya City. Kwa walinzi wakati Mbeya City mara kadhaa tumekuwa tukimshuhudia Kelvin Pemba, Mkongo huyu amekuwa anaweka pacha na Ibrahim Mohamed, ambao mara kadhaa wamekuwa wanaipa team balance pale ambako wakiwa wanakwenda kushambuliwa. Ni walinzi ambao wana uzoefu mkubwa. Ibrahim Mohamed amepita Simba, amepita Mtibwa Sugar, Coastal, Mashujaa, lakini pia safari hii yupo kwenye kikosi cha Mbeya City. Ni walinzi ambao uzoefu wao unawafanya waweze kuwa miongoni mwa walinzi bora katika kikosi cha Mbeya City Football Club. Kwa Kelvin Pemba, huyu ni mlinzi ambaye tumemshuhudia msimu uliopita akiwa na kikosi cha Tabora, ambayo kwa wakati huu ni TRA. Ni mlinzi ambaye ana uzoefu mkubwa, ni mlinzi ambaye ana umbo zuri, kwa maana physical inaweza ikawa ni faida kwa upande wa Mbeya City kwenye kuwin zile area balls ambazo wamekuwa wakizifanya mara kwa mara. Katika upande wa midfield Mbeya City wamekuwa wana viungo wengi wazuri, wana Adil Buha miongoni mwa kiungo ambaye ana mchango mkubwa wa magoli. Kwenye mechi iliyopita dhidi ya Mtibwa Sugar, huyu ndiye alikuwa man of the match, kwa maana mchezaji bora wa mchezo, kitu ambacho kinadhihirisha ubora wake ambao amekuwa nao mara kwa mara. Kwa upande wa washambuliaji yuko kwa maana ya Tobias, huyu ni mshambuliaji kutoka upande wa kushoto ambaye amekuwa na ubora mkubwa, lakini Abiud Ambokile, lakini pia kwa Vitalis Mayanga, hawa ni washambuliaji ambao walikuwa wana ubora mkubwa kwa siku za hivi karibuni, licha ya kwamba Mayanga kwa wakati huu amekuwa sio sehemu ya kikosi cha Mbeya City mara baada ya kutimkia kwenye timu moja huko nchini Zambia. Kwa hiyo hii ndiyo Mbeya City ambayo Simba anakwenda kuikabili kwa siku ya kesho majira ya saa 8 kamili mchana, ukiwa ni mchezo wa kwanza wa Simba msimu huu, na ni muda
mrefu kweli Simba amekuwa hajautumia muda huu wa saa 8 kunako game zake za ligi soka Tanzania bara. Kwa upande wa Simba chini ya mwalimu Steve Barker wamekuwa wana flow nzuri kwa siku za hivi karibuni, takriban game 7 pasipo kupoteza mchezo. Ina confirm jinsi gani ambavyo Simba wamekuwa wana kiwango bora chini ya mwalimu Steve Barker. Ni miongoni mwa timu ambazo kwa kipindi hiki kila timu ambayo imekwenda kuikabili wamekuwa wanafikiria jinsi gani ambavyo wanaweza kwenda kuizuia katika safu yao ya ulinzi ambayo imeonekana kuwa na ubora mkubwa. Hapa namzungumzia Libase Gwe, magoli 8 kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. The same pia kwa mtu kama vile Elia Mpanzu, contribution level ana assist 8 mpaka hivi sasa, anafunga. The same pia kwa Anset Ura, amekuwa na kiwango bora. Hawa ni miongoni mwa wachezaji ambao kwenye kikosi cha Simba, ili uweze kuwin Simba lazima uangalie mkakati gani ambao utakwenda kuingia nao kwenda kuwazuia hawa majamaa watatu ambao nimetoka kuwazungumza hapa muda mchache ambao umepita. Kwa maana hawa ndio silaha kubwa ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kazi kubwa ambayo klabu nyingi za ligi soka Tanzania bara wamekuwa wanazipata ni katika kuelekea jinsi gani ambavyo Simba watakwenda kuizuia katika maeneo ya kushambulia. Kwa maana hawa watu ambao nimewataja, ni rahisi Simba kuweza kuifunga kwa maana kuruhusu bao, lakini ni vigumu kwa timu pinzani kuweza kuizuia Simba wasiweze kukufunga goli lolote. Kwa maana kwenye game 7 Simba ambazo ameziplay hadi hivi sasa mfululizo ni mechi ambazo Simba amefunga goli, licha ya kwamba kuna baadhi ya mechi ambazo na yeye alikuwa anaruhusu. Kwa hiyo ndio ugumu ambao Simba wamekuwa nao kwa siku za hivi karibuni, na kwa namna nzuri ambavyo wamekuwa wanacheza na ile flow yao ambayo wamekuwa wanaitumia. Kwa hiyo ni mchezo ambao Simba anakwenda kuelekea akiwa anafahamu ni muhimu kiasi gani kwa upande wao kuweza kumaintain ushindi kutokana na kile ambacho kinaendelea katika upande wa kimsimamo, wao wakiwa nafasi ya pili nyuma ya Young Africans ambao wana alama 63, and then Simba wao wana nafasi ya pili na alama zao 61. Kwa hiyo ni mchezo ambao Simba anakwenda kuelekea akiwa na malengo ya kurejesha matumaini, na kama akipata ushindi katika huu mchezo basi utamfanya aweze kuwa juu katika upande wa kimsimamo, na akimsubiri Young Africans acheze mchezo wake dhidi ya Fountain Gate tarehe 18 mwaka 2026 mwezi huu wa 6. Kwa hiyo ni mchezo huo wa ligi soka Tanzania bara raundi ya 27 ambako Simba watakuwa ugenini katika ardhi ya Mbeya katika uwanja wa Sokoine pale Nyanda za Juu Kusini dhidi ya Mbeya City, hawa ambao wana kauli mbiu ya timu yao kuelekea kwenye hizi mechi ambazo watakuwa katika uwanja wao wa nyumbani, na wakiupa jina uwanja wa Sokoine kama uwanja wa acidic chamber, na hii ndio kauli mbiu ambayo watakwenda kuitumia moja kwa moja. Huu ni mchezo mzuri kutazama, ni mchezo ambao una historia za kipekee, lakini ni miongoni mwa viwanja ambavyo Simba amekuwa anapata wakati mgumu katika uwanja wa Sokoine pale jijini Mbeya, na ni moja kati ya uwanja ambao Simba ameshawahi kupoteza kwa misimu ya nyuma dhidi ya Prisons goli 2-0, mechi ambayo Simba waliangusha alama katika mchezo huo. Mchezo huu utapigwa majira ya saa 8 kamili mchana kwa siku ya kesho katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Naitwa Leopard John, nikushukuru kwa kuwa nami mwanzo mpaka tamati mwa makala hii ambayo tumekwenda kuchambua na kuelezea mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara raundi ya 27. Mbeya City wagonga nyundo hawa Papo Nation dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, hawa mabingwa wa kombe la muungano msimu wa mwaka 2026. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi na Royal TV hapa kila siku. Kwaheri na nikushukuru sana.